Karibuni mtazamaji mpendwa, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwa tafakari yetu ya Jumamosi hii ya wiki ya pili ya Pasaka. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba Mwenyezi wa milele, tuko mbele yako siku hii mpya. Tunamalizia wiki hii ambayo umetujalia. Na leo ikiwa ni Jumamosi tunamalizia wiki hii. Tunasema ni asante. Tunaomba huruma kwa yale ambayo labda hatukufanya mazuri, tunakuomba uweze kutusamehe. Tunakuomba basi uweze kuwa pamoja na sisi siku hii. Tunapoanza siku hii, tubariki na utukinge na hatari zote za mwili na za roho. Tunakuletea wale wote ambao wanahitaji maombi yetu, na hasa wagonjwa, wale ambao hawajisikii vizuri, wale ambao hawana amani, na hata wale ambao wanapitia magumu, labda hawana chakula na hawajalipa nyumba, wanapatwa na shida mbalimbali. Mwenyezi Mungu tunakukabidhi. Tunakuomba uweze kuwabariki na kuwapatia matumaini. Tunakuomba basi asubuhi hii uwe pamoja na sisi, na yale yote tumepanga kufanya siku hii uweze kuibariki. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mpendwa mtazamaji, basi tutasoma Injili ya Marko 16 mstari wa 15 hadi 20, na ninasoma. Wanafunzi wanatumwa. Basi akawaambia, nendeni ulimwenguni kote mkahubiri habari njema kwa kila mtu. Anayeamini na kubatizwa ataokolewa, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitaandamana na wale wanaoamini. Kwa jina langu watatoa pepo, na watasema kwa lugha mpya. Wakishika nyoka au wakinywa kitu chochote chenye sumu hakitawadhuru. Watawawekea wagonjwa mikono, nao watapona. Basi Bwana Yesu alipokwisha sema nao, akachukuliwa mbinguni, akaketi upande wa kulia wa Mungu. Wanafunzi wakaenda wakihubiri kila mahali. Bwana akafanya kazi pamoja nao na kuimarisha ujumbe huo kwa ishara zilizoandamana nao. Neno la Mungu. Sifa kwako Kristo. Mpendwa mtazamaji, basi tumesikia katika masomo hayo yale Yesu aliyoyafanya baada ya kufufuka kwake, na yeye aliweza kuwatuma mitume. Kwanza kabisa leo tunaadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Marko. Marko alikuwa kati ya wale wanafunzi wa chini wa Yesu waliochaguliwa mwanzo. Na yeye alikuwa ni mfuasi wa Mtakatifu Petro, na waliandamana na Petro sehemu mbalimbali. Pia alikuwa hapo pamoja na Paulo, kulingana na vile tunavyosikia katika masomo mbalimbali, hasa Acts of the Apostles ambayo inaelezea mambo mbalimbali. Na kwa hivyo Kristo alipokuwa hapa duniani aliweza kuwatuma mitume, na akawaambia waende wakahubiri habari kwa watu wote. Na somo pia leo, barua kwa Petro, somo la kwanza ambalo hatujalisoma sisi, tunasikia kwamba kuna kitu ambacho mitume walipaswa kuwa nacho, na wewe na mimi kama mitume tunapaswa kuwa nacho, na ni kuwa wavumilivu, kuwa wapole. Tunaambiwa tu wapole kwa sababu shetani anatunyemelea. Mtakatifu Paulo anasema kwamba tuwe tayari kwa sababu shetani anatembea duniani kama simba anayetaka kutafuta mtu ale, ama anayetafuta kitu cha kula. Na kwa hivyo lazima tuwe tayari kila wakati, kwa sababu shetani anatutafuta. Na shetani huyu, tusipokuwa wanyenyekevu, wapole, sisi tutamezwa na huyu shetani. Na shetani yuko katika dunia, anatutafuta aweze kutuangusha. Mitume pia waliambiwa wanaponenda, waliambiwa kwamba wawe tayari kukutana na majaribu. Na ndio basi Yesu kabla hajapaa mbinguni aliwatuma mitume, na tumesikia alipowatuma kuna mambo kadhaa
aliwaambia. Tunaona mambo manne aliwaambia wataenda kufanya. Jambo la kwanza aliwaambia wataenda nje kufukuza shetani. Shetani huko duniani, na kazi yao kubwa sana duniani ni kwenda kupigana na shetani, kwenda kukanyaga shetani na kumaliza. Hiyo ilikuwa ni kazi moja, jukumu kubwa mitume waliambiwa waende wafanye. They will have to fight demons. They will have to chase out demons in the world. Na hiyo ilikuwa ni jukumu kubwa. Na wewe na mimi tumepewa hiyo jukumu la kupigana na shetani na kumshinda. Tukipatia shetani nafasi kidogo, atakushika na atakushinda na atakuangusha. Kazi yetu kama Wakristo ni kushinda shetani kwa maombi, kwa kufunga, kwa sala na kujinyima. Tutaweza shindana na huyu shetani. We can drive away these demons by fasting, by praying, and even by sacrificing a lot of our time for God. Jambo la pili, Kristo alisema lazima tuongee lugha mpya. Na lugha mpya sio kuongea lugha ambayo watu wengine hawaelewi. Sasa zingine watu wanasema kwamba to talk in tongue ni kwamba unaongea tararaka. Hapana. Kuna lugha mpya ambayo ni ile lugha labda tulikuwa tunaongea zamani kabla tujakuwa Kristo. Hiyo ndio lugha mpya. Lugha ambayo labda haina matusi. Lugha ambayo ni ya kupeana matumaini. Lugha ambayo inapatia mtu nafasi nzuri kumjua Mungu. Hiyo ndio lugha nzuri. Kwa hivyo tunaposikia kwamba wataongea lugha mpya, tutaongea lugha nyingine. Lugha ni kujua kwamba niongee lugha ambayo ndugu zangu, dada zangu wataelewa, na sio lugha ambayo mimi mwenyewe hata sijui ninasema nini. Kwa hivyo lazima tuelewe kwamba lugha mpya ni kuongea vizuri. Kama nilikuwa natusiana, niangalie ulimi wangu. Ulimi wangu uwe ni wa kumsifu Mungu. Ulimi wangu uwe ni wa kuongea neno la Mungu. Ulimi wangu uwe ni wa kuleta sifa duniani. Ulimi wangu uwe ni wa kumwimbia Mungu zaburi. Ulimi wangu uwe ni wa kuhubiri. Ulimi wangu usitoke mambo machafu, matusi, masengenyo na panganga zingine ambazo ni za kuangusha dunia. Hiyo ndio kuongea lugha mpya. Jambo lingine, Kristo alisema kwamba ni sisi kama Wakristo mitume, sisi tutakutana na nyoka, na nyoka hawatatuuma. Tutashika nyoka na hawatatuuma. Lakini uangalie, usiende kushika scorpion ama nyoka tu utaumwa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tujihadhari. Shetani yuko, hata kama sisi ni Wakristo, atatunyemelea, lakini tutamshinda Shetani tukisimama imara, tukiwa watu wa Mungu, kusoma Biblia na kuenda kwa sakramenti na kujitayarisha. Huyo shetani, huyo ni nyoka ambao tunaambiwa kwamba tukiwa na nguvu huyo shetani tutamshinda. Na ni nyoka. Kwa nini tunaambiwa serpent? Serpent ni kama nyoka ambaye anatumika, lakini serpent ni wale watu ambao tunakutana nao ambao wanatuangusha. Kwa hivyo labda hata wewe kama Mkristo ujihadhari. Unatembea na kina nani rafiki yako? Tunasikia mzungu akiwa English wanatuambia tell me your friend and I'll tell you who you are. Kwa hivyo lazima uchunge nani rafiki yako, nani mnatembea na yeye. Labda yule mnayetembea na yeye ni mkorofi na utakuwa mkorofi. Kwa hivyo lazima tunapoongeleshwa na Kristo lazima tujihadhari, kwa sababu mwanadamu nyoka yuko na adui ni wale ambao tunatembea nao. Na mwisho kabisa alituambia nini? Aliwaambia mitume watawekelea wagonjwa mikono na watapona. Mikono yetu, juzi tumesema kwamba sisi wote tumeitwa. Sisi ni makuhani, sisi ni manabii na sisi ni wafalme. Na kama manabii, kama makuhani, tumepakwa mafuta kwa ubatizo. Sisi ni Kristo ametupatia mamlaka ya kuwa makuhani, kama vile tulivyosema juzi. Tumetakaswa na Krisma kwa ubatizo na kwa kipaimara, na kuna wale ambao pia wamepewa daraja. Na kwa hivyo tumepewa nguvu ya kuwekea watu mikono na kuwaombea. Na tukiwaombea wagonjwa tukiwa na imani watapona. Na ndio hata Mtakatifu James anasema kwamba wazee waende wawekelee watu mikono wagonjwa na watapona.
Kwa hivyo ni jukumu letu, hata kama labda tutawaekelea mikono tuwaombee, hata kama tutawaekelea mikono tuende tuone wagonjwa, tuwapatie matumaini, na hiyo ni jukumu la Mkristo. Kwa hivyo Mkristo mpendwa, Kristo aliwatuma mitume na akawapatia nguvu ya kuhubiri na kufunza. Sisi sote tumepewa nguvu ya kufunza. Tufunze kile ambacho tunajua, na tutaweza kufunza kile ambacho tunajua kama ni neno la Mungu, tuweze kulifahamu, tuweze kusoma neno la Mungu, tuelewe, tujue. Because you cannot give something you do not have. Lazima usome neno la Mungu, uelewe, hatimaye upeane neno kwa wale ambao hawajui. Ni jukumu lako na mimi sikukuu hii ya Mtakatifu Marko kuweza kuhubiri. Ni jukumu lako wewe kama Mkristo kuombea wagonjwa. Ni jukumu lako kuenda kuona wagonjwa hospitalini, manyumbani na wakongwe. Hiyo ni jukumu la kanisa, ni jukumu langu na lako wewe Mkristo. Kwa hivyo tunapokuwa na sikukuu hii ya Mtakatifu Marko, Marko alikufa shahidi. Na ndio unaona tunavaa stora nyekundu. Maana yake kwamba alikufa kifo cha mfiadini akihubiri Kristo. Wewe na mimi sikukuu hii ya Marko inakufundisha lazima tutende mema. Labda tutamwaga damu, labda tutauawa, lakini kuna wale watu ambao watatuonea usisi wivu kwa sababu ya kusimama imara katika imani yetu. Kuna wale labda unaona tunaenda kanisani kila siku, kuna wale watu unaona tunatenda mema, wanatusengenya, wanasema huyu kanisani kila siku, huyu anaona wagonjwa, huyu anafanya hivi, kweli hana kazi nyumbani. Watatusengenya, wataongea maovu juu yako. Lakini ujue mitume walikufa kwa sababu ya kumhubiri Kristo, na walipata taji. Kama vile Kristo alivyopata taji kichwani msalabani, akapata taji msalabani, alipata taji la miiba. Maana yake aliteseka. Wewe na mimi tutapata taji. Siku tukitenda mema, siku moja tutapata taji ambalo ni la uchungu. Tutasengenywa na watu, watatuambia maneno maovu mabaya juu yetu, lakini tusimame imara, kwa sababu mwisho wa hiyo Injili ya leo hata yeye alituambia niko na nyinyi mpaka mwisho wa dahari, kwamba Kristo yuko pamoja na sisi, hajatuacha, bado anatutawala, bado wako na sisi, na tusiogope. Yeye alikufa msalabani. Labda wewe utatukanwa tu, utaitwa sijui nini, majina ati wewe unajifanya umeokoka sijui nini. Usipoteze matumaini. Don't lose hope ukitukana. Kristo ambaye alikufa msalabani alisimama imara na akamwaga damu yake. Hata wewe umwage damu yako, hata mashahidi wa Uganda walimwaga damu yao, na wengine walikufa kwa sababu ya neno la Mungu. Kwa hivyo tusimame imara. Mtakatifu Marko leo ambaye tunaadhimisha sikukuu yake ni shahidi. Na wewe na mimi tuwe mashahidi kwa kusimama imara, kwa kumshinda shetani na kumwambia shetani ashindwe, na tukisema shetani ashindwe, dunia itasimama imara. Wewe na mimi ni mitume. Leo sikukuu hii ya Marko tunaambiwa nendeni mkahubiri Injili kwa mataifa yote. Tusikie sauti ya Yesu anapotutuma, na tusikae hapa, tuende tukahubiri Injili, tukianzia manyumbani kwetu, kwenye jumuiya zetu, kwenye matatu, kwenye masoko, kila mahali, kwa maisha yetu. Sio hata kwa maneno, kwa matendo yetu na maisha yetu mazuri. Tumsifu Yesu Kristo. Na Mwenyezi Mungu awabariki, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.